kwa shetani. Kufunuliwa kwa ibilisi au shetani. Wathesalonike kwanza sura ya 2 mstari wa 1 mpaka mstari wa 8 nitasoma. Basi ndugu zangu, tunakusihini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msitushwe kwa roho, wala kwa neno, wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu awaye yoyote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, mtu mpingamizi, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Je, amkumbuki ya kwamba wakati nilipokuwa pamoja nanyi naliwaambieni hayo? Sasa lizuialo mwalijua, yule apate kufunuliwa. Tuseme wote, yule apate kufunuliwa. Rudia tena, yule apate kufunuliwa wakati wake. Ndiyo maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana yeye atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Haleluya. Sasa mahali hapa Biblia inatuambia juu ya shetani. Kuna watu walikuwa wanazusha nyakati hizo kwamba nyinyi mnaendelea kumsubiri Yesu. Yesu ameshakuja, ameshaondoka. Watu wameshanyakuliwa. Nyinyi sasa mnasubiri nini? Mnaendelea kupiga kelele hapa, mnaendelea kuomba hapa, wakati kanisa tayari limenyakuliwa. Hizi ni nyakati za Paulo mtume. Akasimama mwalimu kiongozi, akasimama bishop mtumishi huyu, akasema mtu asiwadanganye kwa njia yeyote, kwa neno, kwa ufunuo au kwa waraka unaodhaniwa kwamba ni wetu. Siku ile haiji mpaka afunuliwe yule mpingamizi, mwana wa kuasi, atendaye kazi sasa katika wana wa uasi, ambaye sasa anashindwa kutenda kazi kwa sababu liko lizuialo. Likiondoka lile, ndipo huyu sasa atakuwa dhahiri bini shairi. Kinachozungumzwa hapa ni kwamba manabii wa uongo kwanza walikuweko miaka mingi iliyopita. Makanisa ya kina Paulo na mitume yalipambana nayo sana. Walishindana na manabii wa uongo hawa, wakawaambia washirika wao wasiwasikilize, wasiwafate, wasiingie kwenye mabishano yasiyo na msingi. Hata alifika mahali wakakengeusha kanisa kwa uongo, au manabii wa uongo kwa hadithi zao za hapa na pale. Na hapa walikuwa wamejiandaa kuwakengeusha watu, kuambia ya kwamba kanisa limeshanyakuliwa. Nyinyi mliobaki sasa mnafanya nini? Hakuna tena maana kuendelea na imani zenu, maana Bwana ameshachukua kanisa lake. Sasa wakalazimika mitume hawa kuwatahadharisha watu wao. Kwa mfano, angalia tena katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 14.
mpaka mstari wa 19. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 14 mpaka 19. Biblia inasema hivi: wakumbushe mambo hayo, ukiwaonya machoni pa Mungu, wasiwe na mashindano ya maneno ambayo hayana faida, bali kuharibu wasikiao. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Jiepushe na maneno yasiyo na maana ambayo si ya dini, kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu. Tuseme wote, wataendelea zaidi katika maovu, na neno lao litaenea kama donda ndugu. Miongoni mwa hao wamo Himenayo na Fileto. Tuseme wote, miongoni mwa hao wamo Himenayo na Fileto, manabii wa uongo hao. Walikuweko huko nyuma. Biblia inasema waliokosa ile kweli, wakisema ya kwamba kiama imekwisha kuwapo, hata kuipindua imani ya watu kadha wa kadha. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii: Bwana wajua walio wake, na tena kila litajaye jina la Bwana auache uovu. Kwa hiyo utaona tangu mapema manabii wa uongo walikuweko kudanganya watu. Leo tunachokiona sisi sio kipya. Manabii wale wale wanadanganya watu, wanakengeusha watu, wanawaambia na wao ni watu wa Mungu, kwa sababu watu hawana ufahamu mzuri, wanaamini tu katika hivyo. Hata wanaipindua nyumba nzima ya kanisa zima, manake nyumba inayozungumzwa hapo, kanisa linaweza kupinduliwa lote. Na miongoni mwa manabii walitajwa kabisa Himenayo na Fileto, ambao walifanya kazi hizo nyakati hizo. Kwa hiyo leo tunaishi katika enzi zile zile za manabii wa uongo, ambao tunapaswa vile vile kushindana nao kwa neno, katika jina la Yesu. Tusiwaruhusu, lazima tuwaeleze. Lazima watu watofautishe kati ya mchele na ngano, kati ya mpunga na ngano. Lazima watu watofautishe kati mambo yaliyo safi na mambo yaliyo machafu. Tukinyamaza, wachungaji hawa akina Himenayo na Fileto watachukua nafasi, wataipindua kanisa la Mungu, watapindua washirika, watapindua kazi yote unayoifanya, kwa sababu walikuweko tangu nyakati hizo. Lakini wakiweko wachungaji, watumishi wanaoweza kueleza kinagaubaga, kanisa la Mungu litapona katika jina la Yesu. Sema big amen. Na wanasema kiama imesha kuweko, kanisa limesha nyakuliwa, imani zenu ziko wapi? Lakini Paulo mtume akawazima. Hilo la kwanza. Lakini la pili tunalopasa kulielewa ni kufunuliwa, kunyakuliwa kwa kanisa. Biblia inasema leo hii shetani anafanya kazi, lakini kwa sehemu, kwa sababu kanisa bado liko. Kanisa ndio linamzuia asifanye kazi kwa dhahiri, kwa wazi. Kila kijaribu hivi, kanisa linakemea yale mambo, anajificha tena. Kila kitoa kichwa kinapigwa, anarudi shimoni. Anatamani afanye mambo haya, anaroga watu wanakuwa na magonjwa na maradhi, anafunuliwa kwamba hizi ni kadi za giza. Huyu ni nabii wa uongo, huyu mchungaji unayemuona atokani na Mungu huyu. Ukiona mapetepete, mishanga kifuani, maji, makorokoro, mara mchuzi, mara wameleta mchele kanisani, mara matunda, watu wale. Okay, kwamba manabii wa uongo lazima tushindane nao, wanaoleta vyakula, matunda kanisani, mchele, maji na makorokoro mengine, ili kuaminisha watu kwamba uzima unatokana na matunda yale na imani ile na maji yale. Hata imefika mahali watu wakawaamini manabii, hata manabii wakawafanya watu wale nyasi, wale kinyesi cha ng'ombe, wakawafanya watu kwa kuamini manabii, wamejikuta wanakula vitu vichafu kanisani. Wengine wanapuliziwa perfume kwenye macho yanakuwa vipofu. Wengine wanaoshwa mwili mzima kwamba ni maombezi. Wengine wanapakwa unga
wengine wanalishwa makorokoro ya aina mbalimbali kwa sababu hakuna wasemaji. Tukiwaachia manabii wa uongo wataliharibu kanisa la Mungu. Tutoke tupige kelele, wachungaji wenzangu, tuzungumze wazi wazi bila kuogopa hadi itakayotupata, lakini tuambie watu miujiza ya Mungu ni bure. Miujiza ya Mungu haina mzigo wowote, ni kwa jina la Yesu tu, katika jina la Yesu. Watu leo wamepata madhara sana kwa kusikiliza manabii hawa. Wengine wamechomwa kwenye makanisa kama Kibwetele wa Uganda. Aliwachoma watu kwa sababu watu waliwaamini manabii kwamba neno lao ni neno la Mungu. Neno lao kinywani ni Mungu anasema nao. Wakati Bwana kuwatuma kabisa, wala Mungu hana sehemu nao. Lakini kwa sababu watu hawana neno la Mungu, hawana maarifa, ama wamewaamini sana hao, mwisho wake wale watu wakawapotosha, wakawakengeusha. Leo South Africa watu wanakula majani kama ng'ombe. Kongo kule watu wanawekwa unga kichwani, wanatumbukizwa kwenye mapipa kama samaki, wanavuliwa, wengine wanaletwa maji lita 5, wanamiminwa katika mwili mzima, nguo zote. Wengine wanavuliwa nguo zao, wengine wanaombewa kwa kushikwa matiti, wengine sehemu za siri, wengine wanaombewa vituko vya kushangaza, wanavua nguo zote kwamba tunaenda kuombewa ofisini kwa mchungaji. Manabii hawa wamekuwa na madhara makubwa. Wanajiita nabii, mtume, sijui nani, wana majina makubwa ambayo yamesababisha watu kwa kutokufahamu kweli wamepata madhara makubwa. Tupige kelele paka kwenye mlima Kilimanjaro katika jina la Yesu, kwamba maombezi ni bure kabisa. Maombezi hayahitajiki fedha, hayahitajiki maji, hayahitajiki makorokoro. Kwa jina la Yesu, jituke godoro lako uende nyumbani. Lakini manabii walikuweko tangu wakati wa mitume. Wenzetu walipambana nao kikamilifu. Tofauti na leo, watu wa Mungu wenye kweli wamelala, na watu ambao wana kweli ndio wanazagazagaa kila mahali kueneza imani yao ambayo ni ya uongo kabisa. Na watu kwa sababu hawana mbadala wanaamini huo uongo. Tutoke. Jambo la tatu au la pili ninalotaka kuzungumzia, mahali hapa tumeona kanisa litanyakuliwa. Yeye aliyeokoka alikuwa kwenye viwango vya utakatifu, asiye na mawaa wala makunyanzi, ataisikia parapanda ya Mungu, atanyakuliwa kwenda mbinguni. Mwenye nia ya kwenda mbinguni atajitakasa, atajilinda, atahakikisha maisha yake yanakuwa safi, atahakikisha atakiwa mbali popote pale yuko na Mungu karibu, hata muacha Mungu kwa sababu zozote, ili apate nafasi ya kukaa na Mungu milele na milele. Na hapa kanisani ni kanisa la watu wote wanaingia na kutoka. Kila mtu amtafute Mungu kwa bidii. Ukiona mwingine amechoka njiani, yule si aliyekuleta kanisani. Ukiona huyu ameshindwa imani, yule si aliyekuleta kanisani. Wewe unatakiwa kumtafuta Mungu, utimize wokovu wako kwa kuogopa na kutetemeka. Mtafute Mungu kwa bidii, hacha kuangalia watu. Aliyetuita kwenye imani, aliyeanzisha imani yetu ni nani? Ndio kiongozi wa imani yetu. Angalia Waebrania anazungumza kwamba kiongozi wa imani yetu sio mchungaji, sio mtume, sio kiongozi wa zoni. Yuko mtu ambaye ameanzisha kwetu imani hiyo, na yeye ana uwezo wa kuitimiliza kwetu. Kiongozi mkuu wa imani yetu ni nani? Ni Yesu Kristo. Naye anazungumza maneno haya. Labda tuanze na Waebrania 3. Waebrania 3 anazungumza mahali hapa, yeye ndiye anayekamilisha imani yetu. Anaanzisha, kama sisi tukiwa thabiti kwenye imani, basi tunayo fursa na nafasi kubwa
ya kukutana naye katika ufalme wa Mungu. Angalia 3 mstari wa 12 mpaka 14. Angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini na kujitenga na Mungu aliye hai. Lakini nawaonyeni kila siku maadamu itopo leo, ili mmoja wenu asifanye mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Kwa maana tumekuwa washirika wa Kristo kama tukishikamana na mwanzo wa uthabiti wa nguvu mpaka mwisho. Amen. Tumekuwa washirika wa Kristo kama tunashikamana naye toka mwanzo mpaka mwisho. Lakini kama umechoka njiani, watu kama hao tusiwatazame kabisa, tusiwaangalie kabisa. Tumwangalie yeye aliyetuita, yeye aliyetuambia tuokoke, tuache dini zetu zile za kwanza. Amen. Kwa hiyo tushikamane na huyo, tusiangalie mtu aina yeyote ile, katika jina la Yesu. Jambo lingine la kufahamu kabla sijamalizia hapa, utaona wale ambao watakuwa safi mpaka Yesu anarudi, wale watanyakuliwa. Kumbuka Yesu anachotaka akiwa anarudi akukute huko safi. Sio unakuwa safi jana, juzi, mwaka uliopita, mwezi ule. Anasema mpaka anaporudi, saa parapanda itakapolia tu, ndipo viwango, ndipo mtihani unapopimwa. Unaweza kuwa unashika namba 1 ukiwa darasani, unashika namba 2, namba 3, lakini mtihani ndio unaweza kukufanya uonekane uhodari wako. Au unaweza kutupwa nje. Yule ambaye alikuwa anashika 0 anashika namba 17, 18, siku ya mtihani akawa namba 1 akawa chini. Kwa hiyo lazima uhakikishe unakaa katika namba yako, na maintain ile namba yako. Kama namba 1, tia bidii kusoma, tia bidii kufuatilia, tia bidii kuchapa kazi, basi utabaki na namba 1. Mtihani ukija, wale walio tayari ambao mafuta yajaisha, wale wote watanyakuliwa. Mshike jirani yako, muulize, utakuwepo katika namba hiyo? Hapo ndipo penye imani na subira ya watakatifu. Unaweza ukaachwa, ukawa na bidii sana, lakini dakika ya mwisho ile ukajikuta umetoka nje ya safina ikafungwa. Uweze kumwambia Yesu, nilikuwemo, Bwana nisaidie, mimi nimetoka kidogo, sasa nimerudi. Mlango ukishafungwa, umefanya nini? Umefungwa. Kaa ndani ya safina. Lingine nalotaka kulielezea kwa ufasaha ama kwa uwazi zaidi, Biblia inamtaja shetani kwamba mpaka afunuliwe, manake amefichwa. Shetani mpaka leo anatenda kazi kwa siri kubwa. Mambo yake hataki yajulikane kabisa. Anajificha chini ya carpet, anafanya kazi asijulikane kama ni yeye ndiye anayefanya hizo kazi. Utaona wale wote wanaoshiriki ibada za kishetani, Freemason na wengineo wote wanaoshiriki ibada za kuzimu kwenye madhabahu za kuzimu, wakiwemo wachawi, jambo la kwanza ni kuficha siri. Ndio mtihani wa shetani. Ukitoa tu anakuua, anakuangamiza mara moja. Wanaokuua ni wale washirika wenzio kwenye uchawi, ndio wanatumwa kuondoe uhai wako. Anaweza kuwa kiongozi wa uchawi, huyo mtu afi kwa sababu ametoa siri. Ndio maana tukiwaombea, hata tukiwaita, bado hawezi kusema wazi kwa vile vitisho na viapo walivyowapa kule kuzimu. Hawawezi kuwa wazi, wanaogopa mpaka uhakikishie kwamba yuko mwingine ambaye ni zaidi ya shetani, ndipo mtu anaweza kufunguka kaeleza yote. Kwa hiyo shetani anafanya kazi kwa siri. Utaona katika kitabu cha Ayubu, shetani ndio chanzo cha kwenda kushtaki kwa Mungu kwamba Ayubu amebarikiwa, Ayubu ana kila kitu, Ayubu hana shida, anawaza maendeleo. Basi niruhusu niende nimshughulikie, nione imani yake, niipime imani yake kwamba ni namna gani. Shetani alipotoka mbele za Bwana akamshambulia Ayubu,
lakini alionekana. Nauliza, alionekana? Ayubu hakujua ni nani, maana walikuja Waseba, wakaja Wakalidayo, wakamshambulia Ayubu, ukaja upepo. Kwa hiyo Ayubu akasema upepo wa Mungu, Waseba wamenishambulia, mchukua mifugo yote. Wakalidayo wamechukua mali hizi na hizi. Kwa Ayubu aliona ni Wakalidayo, kwa Ayubu aliona ni Waseba, kwa Ayubu aliona ni upepo. Lakini aliyekuwa nyuma ya vitu hivi ni nani? Ametenda kazi kwa siri, ndio chanzo chake, ndio chanzo cha matatizo yote, yeye Shetani. Kwa hiyo na leo bado anafanya kazi kwa siri hiyo. Wachawi wakituroga, wakitumaliza, wanajificha, wala hawataki kujulikana kabisa. Hata kama ni mama yako mzazi mchawi, hataki umfahamu. Baba yako, dada yako, hataki umjue. Na ndio maana utaona hata ukiambiwa wewe mama yako mchawi, unakataa kata. Sijawahi kumuona kabisa huyu. Yaani unamuita mama yangu mchawi, wewe unitakii mema. Anaweza kuwa mchawi kweli, na anafanya kazi kwa siri, hajawahi kukuonyesha ambavyo anafanya uchawi mpaka uunganike naye. Akiona umekataa kuunganika naye, akipima roho yako akaona haitakuwa radhi, ataendelea kukugeuza tu. Wakati anaondoka, anakuachia usingizi mzito, anageuza kichwa chini miguu juu. Utashangaa umelala hivi, lakini ukiamka asubuhi umeangalia chini. Umelala kifudifudi, ukiamka asubuhi uko chali. Umelala juu, ukiamka asubuhi uko chini. Yeye anaondoka katika kufanya kazi zake, anakupa usingizi mzito mpaka atakaporudi saa 11 ndio anakufunua, ndio anakugeuza ili uendelee kulala kawaida. Sasa hata ukiambiwa dada yako mchawi, baba yako mchawi, unakataa kabisa, kwa sababu anakuonyesha mapenzi yote. Vitu hivi ni siri. Anafanya kazi kwa mchawi. Akiwa jirani yetu anaturoga, yeye ndio anatushughulikia, yeye ndio anatuletea mafarakano katika ndoa. Tunagombana, tunapigana, unamchukia mkeo, unamchukia mumeo, unamuona takataka. Wakati unaoa mke, unaona hakuna mwanamke kama huyu. Yaani nipate wapi mke kama huyu? Mimi nimeolewa, nitarudi nyumbani kutembea. Nimepata mwanaume kama huyu, nimpate wapi? Hata unampenda, unamuwaza, lakini ukishaingia kwenye ndoa, matatizo yanaanza. Unamwona mwenzio si kitu, mkeo hana chochote, mumeo hana chochote, umekosea kuolewa. Anayeleta matatizo yote haya ni nani? Shetani. Ndoa tunaziingia kwa shangwe, lakini tunazikimbia kwa kilio. Unafika mahali unasema hata natamani, ninaona bora yule asiyeolewa ana heri. Na yeye asiyeolewa naye analia, anasema aliyeolewa ana nini? Ana heri. Mshike jirani yako, muulize, umeolewa bado wewe? Waulize walioolewa, watakuhadithia. Amen. Huyu anakimbilia huku, huyu anatoka huku anakimbilia huku. Analia, sijapata mume mchungaji, niombe mpaka unaponiona hapa, mume. Aliye na mume naye analia, mchungaji niombe, mume matatizo, kichomi, baraa, kufuri nini. Naye anahangaika kivyake. Anasema mmoja ananiambia, mchungaji, ikiwezekana hakuna andiko linalosema ututenganishe. Nikamwambia hakuna andiko hilo. Andiko linasema ni waunganishe tu. Kazi ya kutenganisha ni ya Mungu. Kwa hiyo toka hapa. Nikamfukuza kule ofisini. Kwa nini? Ndoa ile imemshinda tena. Anaona ngumu kweli. Anakumbuka enzi zake alipokuwa kijana, hajaoa, hajaolewa. Ni mambo ya kawaida. Sasa Shetani anafanya kazi kwa siri. Anaturoga, akimaliza kuturoga, hatumfahamu kabisa, anatega dawa mke wetu, mume wetu, shangazi yetu, ndugu yetu ambaye anaaminika. Anatega dawa, yanakupata majitu tumboni, unatembea, anakupata majitu kifuani, unaferi kwenye elimu, umtaki baba yako na mama yako, unachukia hiki, unajisikia hata kazi utaki, unaacha kazi. Watu wakiona wanaona hali ya kawaida, lakini aliye nyuma ya tatizo hilo ni nani? Ni Shetani. Wakati mwingine Ibilisi atakufanya uwe zezeta. Atakuroga ili mtu apate mali, analoga mtoto wake, analoga jirani yake. Wewe wakati unakoa, wakati unatoka maudenda mdomoni, wakati masikio yanatoka usaha, yeye ndio anapata hela dukani kwake au chooni alikoweka kapu na kadhalika. Wakati wewe usaha unadondoka, unanuka, yeye ndio anafanikiwa. Kwa hiyo baadaye anakupangusha ule usaha, lakini aliyekuletea matatizo yote hivyo ukawa zezeta, ukawa mikono imepoza, unatoka usaha, anaweza kuwa
baba yako mzazi, anaweza kuwa mama yako mzazi, anaweza kuwa kaka yako, anaweza kuwa jirani yako. Tunaona vichaa hawa wanaokota makopo, sio wao, kuna watu wamewafanyia kuwa vile, wamewaroga, wamewatendea hayo. Kwa hiyo wanazunguka, wao wanafanikiwa kwenye maduka, wanauza, wanafanya hiki, wanafanya kile, wewe unavuja damu, una hali mbaya. Na hata na shetani akitoka hapa anasema, bwana, mjini kuzuri, msikae vijijini huko. Mnaona hata vichaa wenyewe wanatumia, hawakai vijijini, wanakuja mjini. Vichaa wote wako wapi? Wako mjini, maana wamekimbia kijiji. Na anayemaliza kusema hivyo shetani mwenyewe ndiye aliyesababisha matatizo hayo. Amen. Ibilisi huyo anaweza kufanyia matatizo mazito akajificha. Kwa mfano, nisikize vizuri, anakuroga mama yako, jirani yako, anataka ufe kesho kutwa au wiki ijayo. Anakuroga leo, unachukuliwa kuzimu kule, tayari unakuwa umeshachukuliwa, umeshatoka pale, lakini huku unaacha kivuli. Sasa anasema watajadiliana, tukisema afe haraka wanaweza kugundua kwamba ni uchawi. Sasa tumpe wiki nzima ya kuugua, wampeleke hospitali. Ili watu wa kawaida waseme amefia wapi? Hospitali. Kwa hiyo wewe wiki nzima ile umeshachukuliwa, unabaki hapa, mgongo, kifua, UTI, pumu, bandama, ini. Waliosababisha hilo ni wao wenyewe. Wanakuangalia muda wote, unaenda unaugua, unakula madawa, unafanya nini. Wanasema baada ya wiki moja inatosha kuwazubaisha kila moja kujua mtu huyu amekufa kifo cha kawaida. Ini ndio limeugua, lakini aliyesababisha yote ni nani? Ambaye sisi hatumjui, hatukumuona. Anataka akuue leo, amesha kuchukua. Sasa anasema tumtegee ajali, ionekane amegongwa na gari, lakini umeshaondoka. Kwa hiyo inaonekana anatengeneza ajali, amefia kwenye ajali. Huwezi kuona damu pale, huwezi kuona chochote, kumbe alishaondoka siku nyingi. Watu wanalia, mnazika mgomba kabisa. Linakuja pepo maalum la kujigeuza, mnazika mgomba pale, mtu alishaondoka siku nyingi. Kwa hiyo anakutafutia sababu. Watu wanaona sababu wote, amekufa kwa hiki, amekufa kwa jambo hili, hapa wamefanya hiki, mume wake kampiga, lakini aliyekuondoa ni huyo mwenyewe Ibilisi. Anafanya kazi kwa siri. Lakini sio hilo tu, hata leo anatawala dunia hii Ibilisi kwa siri, bado hajadhihirishwa, lakini muda si mrefu atakuwa dhahiri, matendo yake yatakuwa dhahiri. Leo tunaona tu, kuna hiki kimetokea, kuna sera hii imekuja, kuna jambo hili limekuja. Mwanzilishi wa mambo haya ni shetani. Anakaa kikao chini, wanabadilisha mbinu kila itwapo leo. Wakiona mbinu ya pete imegundulika, wanaleta cheni kifuani. Wakiona ya cheni imegundulika, wanaleta vitambaa. Wakiona vitambaa vimegundulika, wanaleta maji. Wakiona maji yamegundulika, wanabuni kila itwapo leo, wanaupdate mbinu zao za kubadilika wachungaji wasijulikana. Kiona mchungaji amejulikana leo, wanakuja hivi, kesho wanatokea kivingine na kadhalika. Wakiona imeshindikana, wanaweka mapambo, kule ndiko wanakopitisha vitu vyao na kadhalika. Sasa kazi Ibilisi ni kufanya kazi kwa siri, asijulikane kabisa. Tutamjua Ibilisi kwa kulisikia neno katika jina la Yesu. Na Ibilisi leo anafanya kazi duniani, ana control dunia kwa mbali, kwa sehemu. Lakini Biblia inasema uko wakati ukifika atakuwa dhahiri kabisa. Na kuwa Ibilisi dhahiri, namba itakayomweka Ibilisi dhahiri ni 666. Hii ndio itakayomdhihirisha wazi, kwa sababu hii ndio namba yake, ama ndio utatu wake utakaofanya kazi duniani. Mpinga Kristo, mnyama na huyo mwingine ambaye watashirikiana kufanya kazi hiyo rasmi duniani. Na kwa mfano, nyakati za Biblia, wakati wa Kristo wanateswa, wanauawa, aliyetengeneza mpango ni nani? Ni shetani, ndio alikuwa anawaua. Lakini walioonekana ni wafalme, Nero, Falme Konstantini, wale wafalme ambao tumejifunza katika lile somo la 6:6. Ndio wanaonekana wamewatesa watu. Lakini aliye nyuma ya mpango wa mateso ni nani? Aliyemsulubisha Yesu ni nani? Lakini sisi tunaona ni Warumi. Warumi ndio wamehusika. Warumi ndio wamemkamata.
Warumi ndio aliye nyuma ya Warumi ni nani? Aliyekuwa nyuma ya serikali zile zilizowatesa wa Kristo ni Shetani huyo. Kwa hiyo leo hii tunapokaribia mwisho huko, Shetani atakuwa dhahiri. Hebu wewe unayesinzia, toka kwenye usingizi, nisikie vizuri, maana haya mambo yanakujia wewe. Ilivyo ni hivi, ni kwamba Ibilisi tunapokaribia mwishoni huku anatamani mengi. Unaona mateso ya Kristo haya kwanza Afrika, yalianzia Ulaya yote. Huko Warumi wakawatesa wafalme wa kwanza, wafalme 10 walihusika kuwatesa wa Kristo. Mtakuwa na dhiki siku 10, manake mtakuwa na wafalme 10 wa mateso. Waliwatesa wakiongozwa na Ibilisi. Aina ya mateso: kuliwa na simba, kuchoma moto kama mshikaki, kugeuzwa na namna hii unaungua unajiona, kufungwa na majiwe ya barafu kwenye mwili wako wote, ukawafilizi, ukawa na baridi mpaka ukafa kwa mateso makali sana. Wakati mwingine kusulubiwa, kichwa chini miguu juu. Ilikuwa na aina fulani ya mateso ya Ibilisi kuwafanya watu waache kumfuata Kristo. Walitumika wafalme, watawala, Ibilisi ndio aliwatumia kufanya hizo kazi. Naongea na watu? Na leo hii tunarudi kule kule. Ukiona Yesu akikaribia kurudi, yale mambo ya zamani yanarudi, ile amani inatoweka, mambo yale yanarudi. Ibilisi yule anarudi na mateso hayo. Leo hii Ukristo muda si mrefu utaanza kupigwa marufuku tena. Wakristo wataanza kuonewa. Yaani unaonewa tu kwa sababu umeokoka. Nyakati hizo walifungwa na kuteswa na kuliwa na simba na chui na dubu, si kwa sababu nyingine, kwa imani yao tu. Unamsikia kama ni mwanafunzi wa Biblia, Paulo mtume amechukua mnyororo, anaenda kuwafunga watu wanaoomba. Sasa unamuuliza Paulo, unawafunga hawa kwa nini? Kwa sababu tu wanaomba. Anatumiwa yule mtu, yeye ajui anachokifanya, anafunga tu, anawaleta tu, amri imetoka kwa afisa mtendaji, funga hawa. Sababu haziko, kwa sababu tu ni Wakristo, ni watu wake. Kwa hiyo anayechukia watu kwenda kwa Yesu ni Ibilisi. Na ndio maana utaona mtu akikuchukia sana serikali, ofisini kwako, ukichukiwa mtaani kwako, ukichukiwa na jirani yako, ukichukiwa sana mpaka mtu anaugua na kasirika wewe kwa kusali kwako, ujue mtu huyu ni mchawi. Yaani ukiona mtu anachukia meno anamtoka na kasirika, hata kama ni rafiki yako, ujue ni mchawi. Wala una haja kueleza mbali sana, ujue huyu anayechukia kiasi hiki ana ushirika na Shetani. Shetani, ndugu zangu, hatumuoni, ana roho mbaya sana, ana sura mbaya sana. Ana sura yake ya nje inaweza kuwa nzuri ya kibinadamu, lakini ndani akuumbwa na huruma hata chembe. Ni mtu wa roho mbaya, ni mtu asiyetaka kabisa kuona watu wanaokoka. Anataka watu wote waende motoni. Anajigeuza tu kuonekana mpole, kuonekana amevaa sura hii, sura ile, lakini hana chembe. Na ndio maana hata watumishi wake anawaua. Ukimaliza kufanya vizuri ukaua watu kwenye magari, ukapindua magari, wewe mwenyewe pia anakuua. Akimaliza kukupa hela za uongo, ukaua ndugu zako, baba, mama, upate hela, ndagu. Baadaye ukimaliza familia yako, na wewe mwenyewe anafanya nini? Anakuua usije ukaokoka. Yaani hataki kuona unakimbia jehanamu ya moto, na wewe anakuua. Kwa hiyo unakuta wote wanaotumia ndagu hizi hawana furaha, hawana raha. Ni watumishi wa Shetani, lakini hawana raha hata kidogo. Watapewa hela za uzinzi, kwenda kwenye makasino, kufanya nini, lakini watashughulishwa. Watalala vifua vinauma, moto na waka, vifua vinataka kulipuka. Watasikia masauti ya ajabu ajabu, mpaka wafanye hivi, lete damu, lete kile, kila siku ni masharti, mpaka watamaliza ndugu zao na rafiki zao, nao watakufa katika mateso yasiyo ya kawaida. Naongea na mtu hapa? Are we together? Sasa Ibilisi mwishoni hapa ana roho mbaya, hana huruma hata kidogo. Kwa hiyo alitumika katika serikali za nyuma hizo kumuua Yesu, lakini pia kuua Wakristo waliookoka. Na yale mambo leo yanarudi. Wakristo tutachukiwa. Hivi unavyoona, taratibu utaonekana, maana adui wa Shetani ni watu waliookoka.
ataruhusu hizi dini za kawaida ambazo hazina complications zozote, wala waambiwi wache pombe, waambiwi wache mke watatu wanne, waambiwi wache mikorogo, waambiwi wache malipustiki. Wao unasali tu, unaambiwa soma kitabu hiki, kitabu kile, fanya hivi, imba wimbo huu, basi ibada imeisha. Lakini ukianza safari ya kwenda mbinguni ukawa unatakiwa uache hayo mambo, shetani anajua huyu ni adui. Anaagiza wafuasi wake waanze kushughulika na mchungaji yule, kushughulika na muumini yule, kushughulika na mfundi mitambo yule, kushughulika na huyu na yule. Hata itafika mahali hiki kitu tunachokiona amani kitaondoka. Kutakuwa hakuna amani katika nchi, na kutakuwa ni utawala wa mpinga Kristo. Kwa mfano, nchi kama za Urusi hawaamini habari za Mungu. China hawaamini habari za Mungu. Nchi nyingine huko za mashariki ya mbali, Waarabu wale na watu wengine hawaamini habari za Yesu, hawaamini habari zozote zile zingine. Kwa hiyo sasa ukifundisha mke mmoja mume mmoja, wakati dini inamwambia awe na wake wanne, tayari kunakuwa na tofauti kubwa mno. Sasa utaona leo nchi kama Urusi inataka kurudisha sheria zile za kwanza. Nisikilize vizuri hapa. Inataka kurudisha zile sheria za kwanza ambazo zilitumika kuwatesa Wakristo nyakati hizo. Na leo ndio Urusi inaanza kufanya mambo yanayofanana na hayo na kupitisha sheria kama hizo. Hebu nikusomea hapa jambo moja ambalo linaendelea huko duniani. Inasema 7 churches fasting and praying over terrifying new persecutions law kutoka Russia. Anasema makanisa 7,000 leo yako kwenye maombi, yanaomba kwa ajili ya tishio ambalo linaendelea juu ya mateso, juu ya sheria ya kuwatesa Wakristo na kadhalika. End time. Russia has banned any form of religious, soon it will be universal. Inatengenezwa sheria kule Russia ambayo inashughulikia mambo yote ya kidini. Imeanzia Russia, lakini muda mfupi itakuwa ni ya dunia nzima. Nataka uende duniani, usikae tu kijijini huko kadhani mambo yako kama jana. Mambo yanageuka upesi. Lazima uhakikishe unaelewa vizuri dunia inakwendaje. Vinginevyo utajikuta kwenye mateso na wewe utakuwa mtu wa kwanza kumkana Yesu. Anasema troubling time for the church in Russia as the state try to seal Lutheran for anyone to meet Christ. Mateso na kazi za giza na mzigo unakuja maalum kwa ajili ya kanisa, ili kusiweko kabisa na mahubiri ya Wakristo kukutana mahali popote kwa ajili ya kumhubiri Yesu. Inasema a new law has been signed this week by President Putin, starting that. Iko kama ifuatavyo hiyo sheria ambayo imesainiwa. 1. Foreign guests are not permitted to speak in churches unless they have work permit from Russian authorities. Huwezi kufanya chochote kile, kuhubiri, kuzungumza kwenye kanisa mpaka uwe na kibali kutoka katika serikali ya Urusi. 2. If a friend or relative from outside Russia wishes to share his or her faith in your home, the guest will be fined and expelled from Russia. Kama mgeni wako anataka kuzungumza au ndugu yako kuzungumza habari za wokovu, za imani, unafukuzwa kabisa katika nchi hiyo moja kwa moja, kwamba ufai kabisa. 3. Any discussion of God with non-believers is considered a missionary activities and will be punishable. Mazungumzo yote yanayohusu Mungu kwa watu wasiookoka itachukuliwa kama ni umishonari ama ni kuhubiri injili, kwa hiyo utaadhibiwa na serikali husika. 4. Missionaries activity will be permitted by special government permission. Example, if one traveling on train shares
his faith without written permission, the offender will be taken into police custody for the duration of journey and will be fined 50,000 rubles. Rubles ni fedha ya Russia. And the offenders from the age, sasa sikiliza hapa kidogo. Anasema mtu yote ambaye atapanda treni au basi alafu kaanza kuhubiri injili kokote pale bila kibali cha serikali husika, mtu huyo ataadhibiwa na kutozwa faini ambayo ni 15 rubles ambazo ni sawasawa na dola 1000 hivi za Kimarekani, sawasawa na shilingi milioni 1 na kitu za Kitanzania, au milioni 1.3 au 500 za Kitanzania. Tendo tu la kuhubiri itakuwa hivyo. Lakini anaendelea kusema offenders from the age of 15 years old will be subject to persecutions. Mtu mwenye miaka 14 yoyote anaanza kuhubiri hayo maneno atachukuliwa kwamba anastahili kupewa adhabu na kupata mateso katika serikali hiyo ya Russia. 5, religious activities is no longer permitted in private home. Hairuhusiwi tena mambo ya mahubiri. Anasema most churches in Russia meet in homes. Yani makanisa mengi kule Russia huwa wanakutana kwenye nyumba tu, majumbani ndio wanafanyia ibada zao. Sasa imezuiwa hata hiyo. Hakuna tena ibada za namna hiyo kuendelea. 6, every citizen is obligated to report religious activities or neighbors to authorities. Failure to be an informant is punishable by law. Yani mkazi ama raia wa nchi ile husika anatakiwa kuripoti tendo lolote la injili ambalo linaonekana linahubiriwa, au kama mtu namueleza injili anaenda kuripoti polisi, unachukuliwa hatua. Na yule mkazi asipotoa taarifa serikalini, basi ataadhibiwa na sheria husika ya nchi hiyo. Naongea na watu hapo? 7, one may pray and read the Bible at home but not in the presence of non-believers person. You will be breaking the law and be punished. Kwamba unaweza kusoma Biblia mwenyewe na kadhalika, lakini usisome mbele za watu wala usiwafanulie chochote. Usome mwenyewe kimya kimya. Ukisoma kwa sauti unafungwa. 8, if the church has purchased property, it cannot be converted into the place of worship. Ukipata mali zozote zile hazitahesabiwa kwamba ni za eneo hilo na kadhalika. 9, anasema in church building it is not permitted to invite people to turn to God. Worship service are permitted, but making non-believer a follower of Christ is against the law. Let us pray against such evil statute. Manake ni kwamba tendo lolote lile la kuhubiri kanisani kwenye jengo la kanisa aliruhusiwi tena, wala kuwahubiri watu wamgeukie Mungu au wamfuate Yesu, marufuku. Labda hubiri vitu vingine tu. Kwa hiyo kanisani mtakuta mnaingia kuimba, kuzungumza habari zingine, lakini sio habari za Mungu tena. Kutakuwa na jengo, lakini kinachohubiriwa ndani mule ni kitu kingine kabisa. Hairuhusiwi kumfanya mtu kuwa Mkristo. Ukifanya hivyo utaadhibiwa na sheria. Haya ni kwa uchache tu, lakini hebu jaribu kuwaza. Kwa hiyo sasa Mungu anafungwa kabisa asihubiriwe. Sheria hizi unaziona zinaanzia kule, lakini zitakuja mpaka huku kwetu sasa. Kama unavyoona kidogo kidogo hapa, zamani walikuwa washughuliki sana na wachungaji, lakini leo kila mahali mchungaji unatakiwa ueleze uko wapi, unafanya nini. Inaanza kidogo kidogo, mwisho wake imeanzia Rwanda. Makanisa kadhaa yamefungwa kabisa. Watataka hata kuhubiri Yesu labda uwe na cheti cha kuhubiri nini Yesu, wakati tunaona Yesu mwenyewe akwenda chuo chochote, hakuwa na cheti chochote cha kuhubiri, lakini alifanya kazi effectively.
Tunaona mitume wale hawakwenda shule yoyote, lakini walifanya kazi effectively, dunia ikawatambua, shetani akawatambua, akasema Paulo namjua na Yesu namfahamu, nyinyi ni akina nani? Sasa itaonekana ulazimishwe na wewe kwenda kwenye vyuo hivyo kutafuta kile, ili hata haitaishia hapo, itaanza kidogo kidogo, inakuja kama sera, inakuja kama jambo jema. Shetani si zote anakuwa nyuma, jambo linaonekana jema la maendeleo, lakini nyuma ya jambo lile iko ibilisi ambaye atakuja kulitesa kanisa. Kwa hiyo wachungaji mnaogopa kuhubiri injili, Wakristo mnaogopa kuhubiri injili, mnadhani mtakaa sana duniani hapa, mnadhani mtaendelea sana katika kulea watoto wenu, mnadhani mtaendelea sana katika majumba ya starehe hayo na kuenjoy, muda huo uko mahali pafupi sana. Mnadhani mtaendelea sana kwenye kazi, labda umkane Yesu, ndipo unaweza kuonekana uko sahihi. Na jambo hili likitokea, Wakristo wa kawaida watasupport tu na kusema makanisa yamezidi, fungia, na hatutaki kuyaruhusu, na itakuwa dhahiri kabisa, na zile serikali zilizofanya nyakati za nyuma, hizo tena zitatumika. Are you aware? Nauliza, uko macho? Uko macho? Wewe umelala tu unahangaika na ugali, unahangaika na nipate mshahara, utakatwa kichwa, asema utafungwa gerezani. Serikali za Russia anasema unapata mateso, persecutions ni mateso, unaadhibiwa vikali, zinaandaliwa simba, zinaandaliwa mateso mazito sana, uliwe mpaka uache kabisa kuhubiri Yesu. Sasa kuna watu wabishi wataendelea, hao ndio ukibisha ndio unamchukiza ile ibilisi, naye anasema lazima tukuadhibu. Kwa hiyo leo tunaogopa kufa wakati wote, tunasema Bwana asifiwe, lakini tuko tu tunataka tu uokovu ambao una amani. Hakuna amani. Kaa tayari kumkiri Yesu. Kama unahangaika tu na hii manywele, mawigi stiki, malipu stiki, vitu gani, unampenda Yesu lakini unababaika, unaogopa, yani unashinda kumfuata Yesu eti kwa ajili ya nywele tu. Yani sasa kanisa lile linazuia wigi, kanisa lile linazuia eleni, kanisa linazuia lipstick. Hivyo vitu ndugu yangu, mambo ya saluni hayatakuweko tena. Utatakiwa kuteswa. Sasa ni jukumu lako kuhubiri au kutoa. Uamue uhubiri ufe uende mbinguni, ama uache kuhubiri ubaki duniani ule ugali. Shika jirani yako muulize, utafanyaje yakikufikia haya? Sheria zinaanza huko, zinachukua nafasi. Sasa ibilisi atachukua hiyo sheria, inaanza kama tone, kama moto kuunguza msitu, kama mnahitaji njiti ya kibiriti au kijinga cha moto tu, lakini msitu mzima utaungua. Sheria inaanzia huko. Russia wamekuwa ni watu wa korofi sana kwenye mambo ya Mungu, ndio walikuwa wanapiga Wakristo risasi tangu mapema miaka hiyo, na wao ndio waanzilishi tena wa sheria hii. Itapita huko mpaka China, itapita mpaka itakuja huko Afrika. Utaona tu Wakristo waliookoka wanachukiwa tu, unachukiwa tu bila sababu za msingi. Unafuata sheria zote, utachukiwa tu, utafanya kile, utachukiwa tu. Mwisho sasa wanaona hawa jamaa tufanyeje, tuwaue. Wakati wa Danieli walifanya hivi, wasema huyu mtu uweze kumpata mpaka kwenye mambo yake ya Mungu, sio mwizi, sio tapeli, sio hana tabia zingine zote. Sasa rudi kwenye mambo ya Mungu, ingilia mambo yake ya Mungu, utammaliza. Basi mpango ukatengenezwa, wakaambiwa inatengenezwa sanamu ya Nebukadneza. Kila mtu akisikia zomali, filimbi, ngoma, wote kusimama na kusujudu. Ikatengenezwa, wakasema sasa tuone Daniel, je, ataabudu hiyo au na namna gani? Atakayekataa anatupwa saa hiyo kwenye tanuru la moto. Saa hiyo. Sasa wengine wote bwana inama, mlokole, je, utafanyaje? Sasa kama unataka ugali ndio uamue hapo. Kama bado nataka watoto wangu, uamue hapo. Kama bado nataka, unajua niko form 4, nataka nimalize form 6, amua hapo. Unajua wanangu nimewaacha ni wadogo, amua hapo. Saa hiyo. Sasa wengi ambao ni watafuta tonge, wasaka tonge, wote watainama. Bora tuishi tu, Mungu mwenyewe anajua. Wanainama kwenye sanamu. Yale waliokuwa wanayahubiri wataenda kuinama tena. Lakini wale ambao Mungu amewaita kwa ajili ya ufalme hawatakubali. Wale ambao wamekataa maisha yao, wameshayatoa kwa Yesu zamani,
wanatembea wameshakufa zamani, kwamba hakuna cha kupendeza duniani ila mmoja tu ambaye ni Mungu. Hawa Mungu watakubali kutupa kwenye tundu la sindano wafe, lakini wasikubali ukombozi. Lakini wengi wanaosema Bwana asifiwe leo, nampenda Yesu, natafuta mke, natafuta mume, hawa watacompromise wote. Hawa watakubaliana kabisa na sheria husika, na utaona shetani atatuchekecha na kutupepeta kama ngano. Leo tumejazana wa Kristo, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, lakini wamejaa waoga, hawana ujasiri wa kulinena neno la Mungu. Mara moja wametetemeka, hawawezi kuzungumza kweli, hawezi kuhubiri mitaani, hawezi kuhubiri kwenye daladala, hawezi kuhubiri kwenye kanamdasi ya watu. Umekuwa ni mtu ambaye hata ulimi umejaa changalawe. Hata kumhubiri mtu habari za Yesu huwezi, kumwambia Yesu anakupenda huwezi, kutuma hata message kwenye simu yako. Leo kuna fursa ya kupata message chungu mzima, lakini message zetu zote kuwatumia watu ni shida. Kualika watu kwenye kongamano kama hili ni shida. Kumwambia mtu hudhuria kozi kama hizi, hudhuria ufundishe. Mtu mpaka leo analialia, chungaji 10,000 sina, hivi naje na shilingi 5,000. Haya matakataka haya, bora sheria hije hivi ili ijulikane wa Yesu na wa shetani katika jina la Yesu. Hawa leo wanaokwenda kutafuta hela ni wachungaji wanatafuta sadaka. Hawa watakimbia upesi sana. Hawa ndio wataanza kushawishi wachungaji wengine, mkubaliane tu, hakuna shida. Kama hakuna kuhubiri, nyamazeni tu. Kama hakuna kuhubiri masokoni, nyamazeni tu. Kama hata kanisani mkiambiwa hamna kuhubiri, ingieni kanisani, imbeni, Mungu anajua. Hawa watawashawishi wengine, lakini wale walio waenda mbinguni watakubali kutupa kwenye tanuru la moto. Shike jirani yako, mwambie tanuru la moto inakuja. Ibilisi atafunuliwa leo ninapozungumza. Kule Marekani kuna mtu anaitwa Mungu amejitokeza, anaitwa Yesu, na amekuja kabisa. Ana wafuasi wengi tu wanamfuata. Anawaambia Yesu alisema ninaenda, nitawatumia msaidizi, ndio mimi. Yeye hajawahi kurudi tena. Sasa amesema ameenda, mimi ndio nimekuja sasa niwapeleke. Kwa hiyo mimi ndimi Yesu. Yesu tangu aende anasema Yesu alisema ameenda atarudi. Sawa? Ili kuja kufanya nini? Kuwachukua tena. Sasa mimi ndio nimerudi, na mimi hapa ndiye Yesu, na watu wote wanashangilia. Anasema mimi sikuja hapa kuangamiza watu, mimi nimekuja hapa kuwafanya watu mfurahi, mcheze, mle, mnywe. Siwezi kuwa Mungu ambaye naharibu watu wangu mwenyewe. Hii habari ya jehanamu, hakuna jehanamu. Mimi nimeenda kule, nimerudi, nimeona hakuna jehanamu, hakuna mbingu. Mbingu ni hapa duniani. Kwa hiyo chochote fanya tu. Kama hujavaa suruali, wahi kuvaa suruali. Hujaweka lipstick, wahi. Ni hapa, mbingu ni hapa. Wanawake wanacheza, wanasiselebuka. Yesu, tuna matatizo. Anasema nitayaondoa. na watu wako tu namna hiyo. Yaani shetani ni wajabu sana. Watu wanamfuata. Anasema nimekuja kuwapa uzima, mle, mnywe. Na ana kundi kubwa la watu, na watu wanajiunga kile itwapo leo kwamba ni Yesu amesharudi. Ibilisi hiyo ndio anafanya kazi nyuma ya mchezo huo. Sasa Ibilisi ana muda mchache, anataka utawala. Kupigana kwake kote anataka kutawala, anaitaka dunia. Kama unavyoona watu wanagombea madaraka, wanataka kutawala. Amen. Wanataka kutawala ubunge, eneo bunge, kutawala nchi mbalimbali. Wanataka kutawala. Kama unavyoona wanawake ndani ya nyumba, ukiona kuna ugomvi mkubwa sana, mwanamke huwa anataka nini? Magomvi mengi kati ya mke na mume huwa ni utawala. Yaani mwanamke ujisikia yeye la kwake liwe la kwanza kushughulikiwa. Wewe la kwako ukisema mwanaume inaonekana kama hujasema. Ila la kwako ni rahisi kukataliwa. La kwake ukimkatalia anasema yani mimi unanifanya hivi. Unaona mimi sifai Amesusa. Kitandani umuoni, jikoni umuoni, inabidi ndio tena kupea mkazi wa Ngebojo na kutangiriza.
mke wangu jamani njoo, awe msemaji yeye. Na ukiona ndoa yoyote ambayo mwanamke ndio msemaji kuliko mwanaume, ujue mwanaume ameshamalizwa zamani, amenyang'anywa utawala ule. Kwa hiyo hata kwenye majadiliano kama mna mikataba, bora ukazungumze na mwanamke. Mwanaume hata kuwa na majibu yoyote yale. Alishafanya nini? Alishakabidhi madaraka. Kwa hiyo unaona mtu unataka, nilikwenda sehemu moja Dar es Salaam, nikaenda kwa mtu mmoja, nilipelekwa na mtu. Tukaona kitu tunataka kununua. Akasema sasa kwa kweli kabisa kipo kinauzwa, lakini ngoja kidogo. Aende kumuuliza mke wake. Akakaa pembeni, nikamsikia. Sasa mama watoto, una kitu unataka kununuliwa, unasemaje? Yaani kama tumekubaliana, je, niuze? Hapana. Sasa bwana, ule mpango umefanya nini? Umeharibika. Labda mfikie bei hii. Sasa tufanyeje? Sasa labda niwape namba yake, mwende mkazungumze naye. Kumbe tungejua tangu mwanzo tusingeendea huyu mwanaume. Hana madaraka tena. Tungeenda moja kwa moja kwa mwanamke tukamaliza mambo. Wanawake kuna ugomvi mkubwa ndani ya nyumba, kikiri ni madaraka. Wao wasemaji, wao wakisema wao liwe la mwisho, la kwao litekelezwe. Yani hawana uvumilivu kusema hivi na mimi ngoja niliache hili kwa kuwa mume alitaki, acha niliache na kadhalika. Lakini utaona wanang'ang'ania madaraka. Pigana ndani ya nyumba. Ukiona ugomvi mkubwa, mwanamke ugomvi wake wote kwenye ndoa huwa ni madaraka. Ukimpa madaraka, chague unga mpe nani, mchele ampe nani, hela ashike yeye, anachokuambia sawa, mtaishi kama Ulaya. Hamke saa anazotaka, kwa kama kuna mikojo hapo usimwambie. Ambe mke wangu, sasa naona pale nasikia kama harufu. Mume wangu, nitafagia, unajua tena kazi nyingi. Sawa mke wangu. Mtaishi hivyo. Lakini ukimuuliza, hii mikojo ndani mpaka saa 3 hii hujatoa, hii biashara gani hii? Tunajua tunalala kijijini humu, tunakojoa ndani. Sasa kabla ya ku kabla jua lijashwa, hivi vitu vitoke nje. Wewe unaviacha mpaka sasa hivi, sasa harufu inaenea. Bwana wewe unanijana, nimelala vibaya, nimelala na kabwa, nimelala na hali nzito. Baadaye ungetoa ukaenda ukanimwagia nje mpaka upige kelele. Ngenge. Ugomvi unaanzia pale, unashindwa mpige, ufanyeje? Kwa kuwa umeokoka una withdraw, unaacha lile jambo unaliahirisha. Lakini hataki kuelekezwa tena, anataka anachosema kiwe mwisho. Na ukimsikiliza mtaishi vizuri. Ndio maana ukiona ndoa mwanaume ameshamsikiliza mwanamke, muache. Ukijaribu kumrekebisha, unaleta ugomvi mkubwa usioisha. Kama umeshamtii mkeo, kaa hapo hapo. Mshike jirani yako muulize, wewe vipi? Umeshanyang'anywa bado nayo? Anasemaje? Ameshakabidhi yote. Amekabidhi yote. Wakati tunaendelea hapa napata update kwamba wako watu 7 kutoka Kenya wako wanaangalia injili mahali hapa. Kwa YouTube unapata kila kitu, unaandika tu Robert TV Tanzania, utapata live ibada kutoka Kishao. Kwa hiyo wako wa Kenya, Bwana wabariki wanangu kokote mliko. Nami nawatakia kila, endelea kufuatilia hili neno ili msiachwe siku ya mwisho katika jina la Yesu. Ninao Kanani Kenya, Kanani Burundi, Kanani kila mahali, Kanani Marekani, Kanani Uingereza wanatazama. Ni wasalimie tena kama unatazama ibada hii. Barikiwa na Bwana mwana Kanani. Ninapewa salamu nyingi sana juu yenu kwamba wasalimie kanisa. Salimie wana Kanani wenzangu. Yuko Esther kule Saudi Arabia, yuko Jacqueline Saudi Arabia, yuko Faith kule Katali, yuko wote ni nchi za Kiarabu tu. Yuko si wengine siwezi kukumbuka sana. Yuko mtu Omani kule anaitwa Jennifer, I could be wrong, Jennifer
atakuwa Flora, yuko maeneo hayo. Wako wengi sana wanafuatilia ibada hizi kipekee. Huko Marekani ndio usipime, huko Ulaya ndio usipime. Wako watu wanafuatilia kwa kasi kabisa. Ujerumani, majina yao ningeyataja lakini muda sio rafiki. Lakini yuko mtumishi mmoja anaitwa Samuel Kadenge, yuko Southern Sudan. Yeye mara kwa mara anasema yeye ni mfuasi sugu wa Kanani Bible Church. Sikiliza, kama umekabidhi madaraka huwezi tena kuzungumza. Lakini mtu anataka utawala umekuwa kitu kikubwa sana. Utaona mtu akiwa mbunge haliziki, anataka awe waziri, atawale zaidi. Akiwa waziri haliziki, anatamani waziri mkuu, atawale zaidi. Waziri mkuu haliziki, anatamani kuwa rais, mkuu wa majeshi. Unaweza kuwa na nyota moja, usingelizika tu, lakini unataka tuwili. Ukipata tuwili, ningepata tutatu, ningepata nyota. Ukipata hiyo nyota uliyokuwa unaipigania, ningeongezewa 2, zikawa bibi na bwana. Yani unaona kila siku watu wanataka juu. Mkuu wa majeshi haridhiki. Kama unasikia nchi zingine wanapinduliwa tu, una cheo chote, una kila kitu, lakini kwa nini uridhiki? Kuna kutokuridhika ndani ya mioyo ya wanadamu kwa ajili ya ibilisi. Amen. Na ndio maana ukipewa kila kitu bado uridhiki. Ukinunua gari moja unaona mbaya, unataka nyingine nzuri zaidi. Hivyo ndio imekaa ndani ya mioyo ya. Sasa ibilisi mwenye shughuli hii, nimalize hapa, yeye anataka utawala vile vile, atawale dunia. Yani anaona hivi anatawala kwa sehemu, huku watu wanamkemea, huku watu wanafanya hivi na vile, lakini anatamani usiku na mchana apewe madaraka. Yeye nayo hawe na uhuru sasa, atawale rasmi dunia. Mapigano yote ya Freemason, mapigano yote ya ibilisi, shughuli zake zote anataka kutawala dunia. Na hata ukienda wachawi huko chini wanazungumza, sisi tutatawala dunia, sisi tutawala dunia. Wanazungumza hivyo tena na tena. Sasa katika maandiko iko ahadi ya shetani kutawala miaka 7. Ana ahadi yake kabisa, iko dhahiri. Katika program za Mungu amemweka shetani awaonjeshe wanadamu wanaomtumikia hivi, akimwachia shetani anatawalaje? Atatawala miaka 7. Alafu na Yesu mwenyewe atakuja kutawala dunia miaka 1000. Baada ya hapo ndio kunakuwa sasa na mbingu mpya na nchi. Lakini vyote vitakuja duniani hapa, wakazi watakao kuwepo, vizazi vitakavyo kuwepo nyakati hizo. Ngoja nikupe kitu kidogo. Ibilisi anataka kutawala. Kwa hiyo sasa mpaka leo anapigana usiku na mchana atawale. Na anachofanya sasa hivi, ana ahadi ya miaka 7. Akipewa miaka 7 ibilisi, miaka 3.5 kutakuwa na dhiki kubwa sana kwa mataifa. Miaka 3.5 kuna dhiki kubwa kwa Waisraeli ambao wameonywa na kuelekezwa namna kujiepusha wao, kwa sababu wao kama tunavyosoma maandiko, wao wana ahadi special kutoka kwa Mungu, wataokolewa wote. Saizi hawamjui Yesu, watamjua baadaye, watamtazama waliyemchoma kulingana na unabii katika vitabu vya Amos na kadhalika, kwamba baadaye atawasamehe. Kitabu cha Warumi 11 inasema wote atawasamehe na kuwaondolea dhambi zao. Yeye ambaye si Myahudi anatakiwa kuokoka sasa, kumkiri Yesu sasa, kubadilika sasa, kuacha wigi, mikorogo, kuacha mke wa mtu, kuacha mume wa pili, kuacha mke wa pili sasa. Mataifa yoyote majira ya neema ndio haya tunaohubiri akina Robert. Baada ya kanisa kunyakuliwa hakuna neema tena. Hakuna cha kutubu, hakuna cha wokovu, hakuna chochote. Neema inakuwa imeondolewa. Yatabakia majengo, lakini neema ya Mungu haipo, imeisha. Kwa hiyo shetani akipewa kutawala, ndugu zangu, akipewa kutawala, anataka kuhakikisha kila mtu anamjua. Na ndio maana anakuja na rebo hiyo ya 666 666. Hiyo ndio rebo maalum inayomtambulisha ni nani. Akishapewa kutawala, ibilisi ataua wakazi wote wawe wachache ili aweze kuwamiliki. Ukiwa unamiliki watu bilioni 8, bilioni 7, uwezi. Kwa hiyo kutakuwa na magonjwa na vita na mauaji. Mifereji ya maji mifereji ya damu itaonekana kila mahali. Watu watabaki wachache ambao watawamudu.
kila anayekubali 6-6 anakaa kwenye listi, anayekataa anachinjwa, anakatwa, anauawa. Sasa utaona atakuwa katili kuliko Mao Zedong wa China ambaye aliua watu milioni 20 mpaka 45. Mao Zedong katika utawala wake na kuanzisha taratibu zake na sera zake na ideology zake aliua watu milioni 20 mpaka 45. Atakuwa katili kuliko Adolf Hitler ambaye alianzisha vita ya kwanza ya ulimwengu, ambaye maelfu mamilioni ya watu walikufa. Atakuwa katili. Adolf Hitler hakuwa na huruma hata chembe, alikuwa anapiga tu risasi, ua tu, hata wanajeshi wake anaua, mke wake anaua. Kulikuwa na wafalme makatili nyakati hizo kama kina Nero, anaua mke wake, anaua mtoto wake, anaweza kumtoa mtoto wake sadaka kwenye moto akamchoma, mradi aendelee kuwa mtawala. Sasa nyakati hizo Ibilisi akishachukua ulimwengu, utakuwa hakuna huruma. Kitu kinachoitwa huruma kitaondoka, wapendwa, kitaondoka. Ibilisi ataishika nchi, atawashika wakazi wa dunia, atawapelekesha anavyotaka yeye, atatawala kweli. Sasa watu walioko duniani watauona utawala wa chuma wa nani? Wa Ibilisi. Watamuona vile alivyo, ana huruma hata chembe. Kutakuwa hakuna huruma sehemu zozote zile. Watu watakusanywa kama humu, wote wanapigwa moto, wote wanapigwa risasi, wote. Itakuwa mauaji tu. Mnaona mili hapa, hakuna kuzika, hakuna kuzikana. Hawa wanakufa na njaa, hawa wanakufa na tauni, hawa wanakufa na magonjwa, hakuna hospitali, hakuna chochote kile. Kila mahali wanawaza kula watu, ndege kila mahali kutakuwa na mizoga. Leo tunaona mizoga wanyama, kutakuwa na mizoga ya watu. Hakuna mazishi. Leo mtu anasema nikiacha dini yangu nitazikwaje? Hakutakuwa na mazishi. Itakuwa tu ni minyama tu, unaiona hapo inahoza tu, inanuka hapo, unaruka, unakimbia, unakwenda. Hali ni ngumu. Leo tusipojifunza vizuri, tukalishika neno, tukawa kweli wafuasi wa kwenda mbinguni, tukashikamana na Kristo, tutaachwa, tutalia kilio cha hatari sana. Inatisha. Usiokoka unanitazama, okoka leo. Mpe maisha yako Yesu. Badilika leo. Na ndio maana namshukuru Mungu kwa kanisa letu la Kanaani Bible Church. Kuwa katika vita ni bora zaidi, inatujenga na kutuimarisha. Taifa lisilokuwa na vita halina mbinu nyingi sana. Taifa ambalo limezoea vita, watu wake wote wamezoea. Kama unavyoona Somalia, bomu linapigwa hapa, mtu anakunywa chai. Huku watu wanaokota maiti wanaletwa hospitalini, yeye yuko anaandika cheki. Ameshazoea ni mabomu yale, vitu vya kawaida. Taifa ambalo halina vita, wakati mwingine wakazi wake siku wakiingiwa na vita wanakuwa na hali mbaya kuliko wengine. Hawana hata mbinu ya kukimbia. Sasa tunashukuru Mungu kwa taifa letu, kwa viongozi walioendesha taifa hili. Tumekuwa ni watu wa amani, wamekuwa ni watu wanataka amani sana kuliko magomvi. Na ndio maana wanadhibiti sana na kuhakikisha amani iweko, ili sisi tuweze kuhubiri na watu waweze kuokolewa. Akicheza kidogo rais wetu, nchi inaharibika. Lakini namshukuru Magufuli ni kiongozi kabisa. Ameifanya nchi tulie, kila mahali pametulia. Zanzibar bara, nchi inatembea. Sema amen. Nchi inakwenda. Lakini hakuna ubishi katika hili, muda usingetosha kueleza sifa zake na nchi inavyokwenda, lakini tutapata siku tutazungumza. Tumezoea vita kama Somalia, nchi za Afghanistan kule, watu wamezoea vita, wanakimbiza. Nchi ambayo haijazoea vita, siku ikitokea utaona eti mtu anakimbia, anakusanya mbuzi na magodoro na watoto, eti anakimbia. Hao wanauawa njiani tu. Mkimbizi halisi anaondoka yeye tu na nguo aliyovaa, huyo ndio anayeokoka. Lakini huyo magodoro, nguo, na kule kakateko mtogo bara ufiki mbali. Mtu mmoja azoea anaondoka na mikeka na nini, tunaondoka, kuna vita, uendi kokote, wanakukuta hapo wanakuua. Aliyezoea anajua kwamba vita ikitokea unaacha kila kitu, usalimishe roho yako tu. Huyo wewe una save. Lakini mbuzi enkoko yange retako mbakushangao, lete kile, wanakuta hapo. Sasa wale waliozoea wanajua ukitoka ni wewe na roho yako tu, mengine
Mshike jirani yako muulize, wewe umezoea vita bado? Sasa kanisa kama hili limezoea vita, hatuangaishwi na kelele za watu, wala hatuna haja kumjibu mtu yoyote. Sisi tunahubiri injili tu, tusonge mbele. Ni vizuri mchungaji kumhubiri Yesu aliyesulubiwa. Aya, yule kasema hiki, yule kasema kile, ni mueleze, haina maana. Na ndio maana msingi wetu hapa sisi hatuna siri za aina yoyote. Tunaweka mambo yetu yote wazi kwenye Facebook, kwenye YouTube, kwenye TV mitaani, kwenye radios. Ukiwa kule unaweza kuangalia Karagwe inafananaje, Kishawi ikoje, mchungaji anahubiri nini, una monitor ukiwa kule nyumbani kwako, chumbani kwako. Sina siri, sina zungumzi mtu yote, sina majungu, ninamhubiri nani? Sihubiri dini ya mtu, nahubiri Yesu aliyesulubiwa. Na ndio imekuwa maisha yangu hivi tangu kijana mpaka sasa ninaelekea ninamhubiri Yesu tu, sina makorokoro mengine, wala sina haja kuzunguka na watu. Namhubiri Yesu aliyesulubiwa. Ni vema na wewe kama mimi ni baba yako, mhubiri Yesu. Mtu akikuudhi mbariki, akikupiga shavu ili mgeuzie lingine, akikunyang'anya nguo mwachie na koti na joo. Amen. Tusipende sana vurugu azijengi, tunamwaibisha Yesu. Ni vizuri sisi tukamhubiri Yesu na kumtetea katika jina la Yesu. Kwetu habari njema ni mtu kusonga mbele. Mtu akirudi nyuma sio habari njema kwetu. Hatuna habari kutangaza mtu aliyerudi nyuma, aliacha imani. Tunatangaza mtu aliyeokoka. Fulani kaacha, hatuwezi kumsamisha mtu fulani ameacha imani, sasa amuliko na kamera anaondoka, au haja hapa mbele. Hapana, hizo sio habari njema. Habari njema za mtu kuacha imani sio habari zetu sisi ambazo tunazifurahia, wala hatuzipaswi kuzishabikia. Tunashabikia, tumwache shetani ashabikie, sisi tushabikie mtu aliyeokoka. Amen. Mtu aliyekata shauri. Ndio maana Biblia inasema usifurahie ndugu yako akifanya nini? Akianguka. Huwezi kushangilia ndugu yako akinywa pombe. Amen. Sio habari njema. Mtu ameacha imani, sio habari njema. Kwa hiyo sio habari za kuleta na kuzishabikia na kuona zina furaha. Tunashabikia. Malaika mbinguni wanasema wanasimama na kushangilia kwa mtu mmoja aliye, lakini wanasema wanashangilia kwa mtu aliyeacha imani. Mchungaji aliyeacha imani, kiongozi aliyeacha imani, kiongozi wa zone aliyeacha imani. Sio habari njema za kufurahia, wala sio habari njema za kukaa vichwani mwetu na midomoni. Zikae habari njema katika jina la Yesu.